Na mtazamaji, huku jamii mbalimbali zikizidi kujipanga kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, shinikizo zinazidi kutolewa kwa jamii ya Maa kuunda chama chao cha kisiasa ili wawe kwenye meza majadiliano ya kisiasa. Viongozi wa Kajiado wanasema kwamba wakati umefika sasa kwa jamii hiyo kuwa na gari lao la kisiasa ili wawe na nguvu ya kuamua mustakabali wa kisiasa, wakimtaka Gavana Joseph Ole Lenku kuongoza hatua hiyo. Robert Masai anaarifu zaidi. Walikuwa wakizungumza wakati kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alizuru Kajiado kuomboleza na familia ya mwakilishi wadi wa Purko Simon Saitoti ambaye alifariki wiki iliyopita. Wanasema kwa miaka mingi jamii ya Maa imekuwa ikitegemea vyama mbalimbali vya kisiasa wakati wa uchaguzi, lakini sasa wakati umefika kwa jamii hii kuabiri gari lao la kisiasa, wakisema watatumia chama hicho kujipima nguvu hapo baadaye wakati uchaguzi mdogo utakapoandaliwa katika wadi hii ya Purko. Lakini lazima Wamasai wapate pia kiongozi. Lazima. Na tunasema ndio huyu. Wewe ukienda kuongea na Wabujoro, ukiona Lenku wakulete haraka, muongee naye basi mtakuwa the same level. Ukiongea hili Wamasai wote waongee na wewe basi, wewe tunakupatia bendera. Na tunaomba, maana unajua hata tunapokutana hapa, ni mzuri hata na nyinyi pia muende muongee huko mbele, ili tuunde serikali ambayo itakuja pia kutusaidia siku zijazo. Sababu Mheshimiwa Kalonzo, tunakupenda. Na tumechoka wewe unasindikisha watu kila siku, unasemekana tu sindikisha. Hakuna wakati wewe utapewa kiti. Wanamtaka gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku kuongoza mchakato huo wa kubuni chama hicho kipya, ambaye anasema uhusiano bora ambao umekuwepo baina ya jamii ya Maa na majirani zao ni dhihirisho tosha kuwa wanaweza kufanya kazi kwa pamoja. The Maasai and the Kamba people here share a history. Tumekuwa jirani wa jadi na tumekuwa marafiki na majirani wema. Hakuna community imedhulumu mwingine na tumeishi kwa vizuri. Mungu akikutembelea, shuka. Toka kwa hiyo maneno. Kwa sababu wewe nakuuliza ukiwa hapa saa hii na kuwa na kiangazi. Wewe barabara ya kupeleka ng'ombe asubuhi hata unapitisha wapi kweli? Inawezekana kweli? Hakuna barabara, lakini ukiwa na kiongozi na kiangazi saa hii, saa ile Mungu ametunukia Kalonzo Musyoka kuwa president. Sasa ng'ombe zenyu inakula kwa president nyumbani hapo, inakula pole na ikianza kukula inarudi nyumbani yote bila kupotea hata moja. Kwa upande wake kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alikubaliana na wazo hilo, akisema tayari merikebu ya kuwaunganisha Wakenya imeng'oa nanga na yuko tayari kwenye mchuano wa kuingia ikulu mwaka 2027. Ujue kwamba sisi tunaunda sasa a very strong coalition, the People's Loyal Coalition, ambayo itawapeleka hawa nyumbani mapema, na dalili zimeanza kuonekana. Dalili ya mvua ni nini? Ni mawingu. Tuliona mawingu hapa, mvua ikaja. Sasa kisiasa vile vile hii dalili ni wazi, so don't even beat about the bush. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.